Nianze na gazeti la The Hill Observer ambalo linazalishwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kutoka hapa shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma. Gazeti jipya la The Hill Observer linaandika Dr. JK yaahidi kuendeleza ubora wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ni mkuu mpya wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ama Council of the University of Dar es Salaam, Dr. Jakaya Kikwete amesema kwamba ataendeleza ubora ambao Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimekuwa nao tangu kuanzishwa kwake, kikiwa ni moja ya vyuo bora Tanzania na barani Afrika, lakini kikiwa kimetoa viongozi kadhaa hapa nchini. Na nukuu sehemu ya andiko sehemu ya yale ambayo aliyasema Dr. JK, anasema I wish to see the University of Dar es Salaam as the best university in Tanzania. I don't mean that other universities do not deserve it, but I want this be a producer of leaders. If someone wants to recruit a lawyer, he must first think of our graduate, he said. Ikiwa imeandikwa kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili tu anasema kwamba anapenda kuona Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kikiwa kinaongoza, na maanishi kwamba vyuo vingine havina ubora, lakini anamaanisha kwamba mtu yote anapowaza kumwajiri mwanasheria ama wakili yote, kwanza afikirie mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na hapa kuna habari picha ambayo inamuonyesha the new Council of University of Dar es Salaam ambaye ni Dr. Jakaya Kikwete akiwa anabadilishana mawazo na makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa Rwekaza Mkandala wakati ambapo alitembelea chuo hicho hivi karibuni. Kuna taarifa nyingine ambayo inasema Dr. Rioba anasema vyombo vya habari viwe na haki, lakini pia kuna taarifa ambayo inasema tuseme yatosha kwa unywaji pombe ama ulevi. Lakini pia kuna taarifa nyingine ambayo inapatikana ukurasa wa pili, inasema epukeni kuchukua upande wowote katika migogoro, waandishi wa haswa. Ni taarifa hiyo ambayo inapatikana katika gazeti la The Hill Observer likiwa linazalishwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na taarifa nyingi zikiandikwa na wanafunzi. Gazeti la Uhuru waandika Jecha aanika madudu dosari uchaguzi uliopita. Askofu fuateni nyayo za uzalendo za Rais Magufuli, na TRA yanasa vibao vya kutoa namba za pikipiki. Utata afya ya Maalim Seif. Ndivyo ambavyo wanaandika taarifa zaidi kurasa za ndani. Lakini hapa kuna habari picha ikimuonyesha Rais Dr. John Magufuli akiagana na katibu mtendaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Richard Sezibera baada ya mazungumzo yao Ikulu Dar es Salaam jana. Kuhusu TRA kunasa vibao vya kutoa namba za pikipiki, taarifa hiyo inasema mamlaka ya mapato Tanzania TRA imefanya msako wa kushtukiza katika kampuni ya Tanzania China Trade and Tourism Development Limited na kukamata vifaa na malighafi za kutengeneza na kutoa vibao vya namba za pikipiki kinyume cha sheria. Lakini ndani pia kuna taarifa ambayo inasema mwekezaji wa Kia ajiandae kuondoka. Kurasa wa pili wa gazeti hili, naibu spika apata ajali. Ni naibu spika Dr. Tulia Mwansasu amepata ajali mkoani Mbeya alikokwenda kwa ajili ya mapumziko. Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Rungwe Zainab Mbusi, Dr. Tulia alipata ajali hiyo jana wakati akitokea Mbeya mjini akielekea Kyela. Mkuu wa wilaya alisema ajali hiyo ilitokea katika eneo la shule ya sekondari ya Kipoke iliyopo wilayani humo. Asema maelezo ya askari wa usalama barabarani yanaeleza kuwa chanzo cha ajali hiyo ni gari ndogo lililoelezwa kuwa lilibeba familia ya mtu aliyetaja kwa jina moja la Chacha lilokuwa likitokea Kyela kwenda Mbeya lilipojaribu kulipita roli na kukutana na gari la naibu spika. Ukurasa wa tatu, Rais Dr. Magufuli akutana na katibu mtendaji Afrika Mashariki Jumuiya. Ofisa wa biashara Chamwino abanwa na NHC yaongeza mali za serikali, na Samia sekta binafsi wapeni wanawake nafasi za uongozi. Kuhusiana na taarifa inayohusu Jecha, taarifa inasema mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC Jecha Salim Jecha ameanika kasoro zilizobabaisha uchaguzi huo kufutwa, huku akisema uchaguzi ujao amejiandaa kuona azijirudi.
Wananchi wa Zanzibar wanasubiri kupiga kura hiyo baada ya uchaguzi wa awali uliofanyika Oktoba 25 nchini kote kufutwa baada ya kujitokeza udanganyifu. Taarifa nyingi zipo katika gazeti la Uhuru, lakini niliweke kando nikamate gazeti lingine, na sasa ni gazeti la Mwananchi. Mwananchi wameandika CUF, serikali imekalia bilioni zetu miaka 18, yasema ni za ruzuku, yasisitiza haitashiriki uchaguzi kwa tamaa ya maslahi, na NZ ya hoji iweje siku zote hizo ikae kimya isiende mahakamani. Taarifa nyingine, bei ya sukari ya paa, kesi ya Wasira yatupwa amvaa mwandishi. Katika ukurasa huu kunaonekana habari picha ikimonyesha waziri wa zamani wa kilimo, chakula na ushirika Steven Wasira akizuia asipigwe picha wakati akitoka katika mahakama kuu kanda ya Mwanza, na akitaka kumkamata mpiga picha wa magazeti ya Mwananchi Communication Limited Michael Jameson ambaye alikuwa akimpiga picha baada ya maombi yake ya kukata rufaa katika kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa ubunge jimbo la Bunda kutupiliwa mbali. Kuna picha tatu hapa tofauti zikimonyesha, na habari hiyo ambayo inaambatana na picha hiyo inasema mwanasiasa mkongwe nchini Steven Wasira jana alimvamia mpiga picha wa gazeti la Mwananchi aliyekuwa akichukua picha zake wakati akitoka mahakamani, lakini akashindwa kutimiza azma yake ya kufuta picha. Wasira, waziri wa kilimo, chakula na ushirika wa serikali ya awamu ya 4, alifanya kitendo hicho akitoka kwenye jengo la mahakama ya biashara ambako maombi yake ya kukata rufaa ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa ubunge jimbo la Bunda yalitupwa na mahakama. Hayo ndio maswali wanaokutana nayo waandishi wa habari wakati wakitekeleza kazi zao. Profesa Wangwe anusa ufisadi wa mabilioni shirika la umma, ukurasa wa pili huo, ambapo laandika shirika la tija la taifa NIP huenda likaingia kwenye orodha ya taasisi za umma zitakazotumbuliwa majipu na serikali ya Rais Magufuli baada ya kuibuka tuhuma za ubadhirifu wa dola milioni 1.53 za Marekani, shilingi bilioni 3.2. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa NIP Profesa Samuel Wangwe alisema jana kuwa wakati bodi inapitia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya mwaka 2012-13 ilibaini kuwa fedha hizo zilizotolewa na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF zimetumika kinyume na taratibu za ununuzi wa umma. Bei ya sukari ya paa. Taarifa hii ni kutoka hapa Dar es Salaam na mikoani, ambapo inasema dhamira ya serikali, dhamira ya Rais John Magufuli kupiga marufuku uagizwaji wa sukari kutoka nje ya nchi imegeuka shubiri baada ya bei ya bidhaa hiyo kupaa ghafla, ikiwa ni siku 5 tu baada ya tamko hilo. Katika mkutano wake na wadau walioshirikiana naye kwenye kampeni za uchaguzi mkuu uliofanyika Februari 19, Rais Magufuli alitangaza kupiga marufuku kiongozi yeyote wa serikali kutoa kibali cha kuagiza sukari nje ya nchi isipokuwa Ikulu. Taarifa zingine katika ukurasa wa 4, CUF, serikali imekalia bilioni zetu miaka 18. Taarifa hiyo inatoka Zanzibar, inasema chama cha wananchi CUF kimesema kwamba kina idai serikali ya mapinduzi ya Zanzibar zaidi ya shilingi bilioni 3, ikiwa ni malimbikizo ya ruzuku kwa takriban miaka 18. Katibu mkuu wa CUF Zanzibar Nasoro Ahmed Mazurui alisema hayo katika mahojiano maalum yaliyofanyika hivi karibuni nyumbani kwake Mtoni Unguja, na kusisitiza kwamba wanaotabiri kuwa chama hicho kitakufa kutokana na kukosa ruzuku kwa hatua yake ya kususia uchaguzi wa marudio watasubiri sana, kwa kuwa akitegemei fedha hizo. Niliweke kando gazeti hili na sasa nikamate gazeti la Majira. CWT ya mkubali Rais Magufuli. Mkoba sema ana imani serikali ya awamu ya 5 italipa deni Kilimanjaro, budget kiduchu ya utawala ya watesa walimu. Wananchi 60 diwani mikononi mwa polisi. Taarifa zaidi ukurasa wa 3. Wahitimu wa JKT kupata ajira Ilala. Na kesi ya majangili wa helikopta Machi 6, jambazi waua wajeruhi, wapora fuko la fedha. Tanzania kujenga kiwanda kikubwa cha gesi. Ukurasa wa pili, taarifa hizo ambazo zinapatikana, lakini kuna taarifa hii ya majangili wa helikopta ambayo inasema mahakama ya wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu imeahirisha kesi na wakabili watuhumiwa 9 wa tukio la kutungua helikopta iliyokuwa ikifanya doria kwenye pori la akiba la Maswa na kusababisha
kifo cha rubani wa ndege hiyo Rogers Goa Januari 29 mwaka huu. CWT ya mkubali Rais Magufuli. Ni rais wa chama cha walimu Tanzania CWT Gracian Mkoba amewataka walimu nchini kuwa watulivu, kuwa na imani na serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na Rais John Magufuli na kwamba itawalipa stahiki zao wanazodai kwa muda mrefu. Niliweke kando gazeti hili la Majira. Gazeti la Jambo Leo likiwa na muonekano mpya leo inasema rushwa kansa kwa taifa, askari polisi wataja chanzo chake. Lakini muonekano huu umepambwa na picha kubwa ya Rais Magufuli na hapa wakisema Magufuli achomoki Zanzibar. Gazeti la Jambo Leo ukurasa wa pili, habari za kitaifa. Rushwa kansa kwa taifa, polisi wataja chanzo chake, wananchi utumbuaji majipu uanzie chini. Ndivyo ambavyo wanaandika. Magufuli achomoki Zanzibar. Kwa nini wameandika hivi? Inasema Rais Dr. John Magufuli hawezi kuchomoka katika mgogoro wa kisiasa Zanzibar uliotokana na kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu mwaka jana. Jambo Leo limeelezwa uchaguzi huo ulifutwa baada ya tume ya uchaguzi Zanzibar kusema uligubikwa na dosari mbalimbali, huku Rais Magufuli akisema asiyekubaliana na uchaguzi wa marudio aende mahakamani. Na hapa katika ukurasa wa 3 pia kuna taarifa ambayo inasema walimu wagoma kufundisha. Walimu zaidi ya 100 wa shule za msingi na sekondari katika halmashauri ya manispaa ya Tabora wamegoma kufundisha kwa madai kuwa hawajalipwa mishahara. Rushwa kansa inayozidi kulitafuna taifa. Utasoma taarifa hii kwa kina na taarifa nyinginezo. Gazeti la Jambo Leo sasa niliweke kando. Gazeti la The Citizen wao wameandika gesi yagunduliwa karibu na Dar es Salaam. Ni gesi asilia hiyo yagunduliwa karibu na Dar es Salaam. Ni takriban trilioni 2.17 cubic feet za gesi asilia zimegundulika katika ukingo wa mto Ruvu mkoani Pwani, kilomita 30 tu kutoka Dar es Salaam. Taarifa zaidi utaisoma katika gazeti hili. Lakini kuna taarifa nyingine ambayo inasema mawaziri kuhudhuria kozi ya kupigwa msasa kuhusiana na vipi na mambo gani ya kufanya na yasiyo ya kufanya katika serikali ya awamu ya 5. Semina hiyo inafanyika hii leo. Lakini hapa pia tunamwona Rais Magufuli akiagana na katibu mtendaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Richard Sezibera baada ya kufanya mkutano na mazungumzo katika ikulu ya jijini Dar es Salaam. Gazeti la Habari Leo wameandika wenye makontena waanza kufilisiwa, mali zao kuanza kukamatwa leo na vyombo vya dola. Na chuo kikuu St. Joseph wagoma kumradhi mtazamaji. Wanafunzi 1548 wa chuo kikuu cha St. Joseph tawi la Arusha wamegoma kuingia darasani kwa siku 3 na kukodi mabasi matatu kwenda Dar es Salaam kumwona Waziri wa Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi Profesa Joyce Ndalichako. Lengo la safari hiyo ni kujua hatima yao baada ya tume ya vyuo vikuu Tanzania TCU kufungia chuo hicho tawi la Songea. Bajeti ijayo itatekelezwa kwa fedha za ndani. Ni waziri wa fedha huyo na mipango Dr. Mpango. Taarifa ya wenye makontena ni kwamba wadaiwa 16 waliokwepa kulipa kodi ya mamlaka mapato Tanzania TRA baada ya kutorosha kontena za mizigo ya kwenye bandari kavu ICD ya Azam mwishoni mwa mwaka jana, mali zao zinaanza kukamatwa leo na kufilisiwa. Lakini kuhusiana na bajeti kutekelezwa kwa fedha za ndani, ni serikali imesema bajeti ya mwaka ujao hususan utekelezaji wa miradi yote ya maendeleo itatekelezwa kwa fedha za ndani. Ukurasa wa 3, gesi yagundulika bonde la mto Ruvu. Ndivyo ambavyo wanaandika. TPSF yasisitiza imani kwa serikali. Niliweke kando gazeti la Habari Leo na nilikamata gazeti la Tanzania Daima. Wao wanaandika wasanii waidai mamilioni kuu watishia kuifikisha mahakamani usipolipwa. Na Chenge naye akemea ufisadi. GPA yaleta hasara ya bilioni 2
Bandari yafunga kamera 486 kunasa mafisadi. Naibu Spika Tulia anusurika kifo ajalini. Gazeti hili kurasa za ndani: Samia ya serikali itainua vipaji vya wanawake. Na Mbarawa ateua mkurugenzi TCAA. Waziri wa uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa amemteua Hamza Johari kuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA kuanzia Februari 22 mwaka huu. Na Tulia asaidia shule aliyosoma, anusurika kifo ajalini. GPA yaleta hasara bilioni 2. Serikali imedaiwa kupata hasara bilioni 2 baada ya awali kusitishwa kwa matumizi ya mfumo wa division na kuhamia kwenye mfumo wa wastani wa alama GPA ambao ulianza kutumika katika mtihani wa kidato cha 4 na cha 6 2014. Serikali kuondoa kodi kwa wakulima. Wasanii wadai mamilioni. Taarifa hiyo ikisema Ikulu ya Rais Dr. John Magufuli imeingia katika mgogoro na wasanii wa sanaa za uchoraji baada ya kudaiwa kushindwa kulipa deni lao la shilingi bilioni 53.6. Wasanii hao 19 wanadai deni hilo linatokana na kazi walioifanya ya kuchora picha mbalimbali ambazo zinapamba Ikulu walizozipeleka Agosti mwaka jana wakati Rais mstaafu Jakaya Kikwete akiwa madarakani. Wasanii hao na kiasi kinachodaiwa ni kila mmoja kwenye mabano kimeorodheshwa hapo. Na taarifa hiyo ipo kwa kina, lakini hapa kuna ufafanuzi kutoka Ikulu ambapo anasema kaimu mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu Gerson Msigwa alikiri kuwapo kwa madai hayo na kuongeza kuwa wasanii hao wapo katika mazungumzo na watu wa manunuzi ili kupitia gharama wanazodai kwa lengo la kujua kiasi halisi wanachodai. Ni hitimishe ngwe hii ya sema vya magazeti kwa kuangazia habari za michezo na burudani. Nianze na gazeti la Tanzania Daima, yaandika Yanga ya kwanza robo final FA. Mabingwa wa soka Tanzania bara Yanga jana wamekuwa kwanza kukata tiketi ya robo finali ya kombe la shirikisho FA baada ya kuifunga JKT Mlale yasongea kwa mabao 2-1. Mashabiki wapoteza imani FIFA. Ni kumetokea mgawanyiko miongoni mwa mashabiki wa kandanda duniani kuhusu shirikisho la soka la kimataifa FIFA. Chile 88%, Argentina 80% na nyingine zimeorodheshwa hapo. Habari kamili ukurasa za ndani. Yanga yatangulia patamu FA. Azam yakwama kukaa kileleni. Ni timu ya soka ya Azam FC jana ilishindwa kukaa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kutoka sare 0-0 na Prison uwanja wa Sokoine Mbeya. Na katika gazeti la The Citizen wameandika Prison ya ibana Azam, lakini Ajetovic asema atamgaragaza Cheka katika raundi za awali kabisa. Yanga yenyesha JKT Mlale FA Cup na Azam yashindwa kuishusha Yanga. Jambo leo ndivyo ambavyo wameandika. Gazeti la Majira, Yanga inaonea tu Azam FC wajinyonga. Gazeti la Mwananchi, Prison yaibeba Yanga kiaina na kashfa ya upangaji matokeo ya tua TAKUKURU. Kesi Simba Sports Club wakaa meza moja. Wakati rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Jamal Malinzi akitakiwa aunde chombo huru kuchunguza kashfa ya upangaji matokeo kwenye ligi daraja la kwanza, taasisi ya kuzana kupambana na rushwa TAKUKURU imepokea swala hilo na kuanza uchunguzi. Uhuru wao wameandika Kamusoko aiokoa Yanga. Mourinho agonga mwamba kwa Man United. Gazeti la Sports Stare wameandika wabaya wa Yanga waogopa tizi hili na Azam chali wamekabwa. Simba wahoji hirizi ya Batez ina nini? Wenga mbona utamhurumia? Na Mukide kocha anatakiwa kwa udi na uvumba na Manchester United